بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea inshallah tawfiki ya Allah madarasa haya katika kukumbushana masail ama fiqhi ya ibada, namna tunavyofaa kufanya ibada zetu, na bado tuko katika milango inayofungamana na tahara. Tulianza kuanzia mwanzo tukazungumzia namna ya kubalighi ama alama za kubalighi, kisha tukazungumzia baadhi ya ahkam za maji, hukumu zinazofungamana na maji, ikiwa machache, ikiwa mingi, wakati gani yanajisika, mpaka mwisho. Kisha tukazungumzia masaili yanayofungamana na udhu, mambo yanayotangua udhu. Kisha tukazungumza mambo ambayo ni haramu kwa mtu ambaye hana udhu. Tukazungumzia namna ya kutawadha yenyewe, tukazungumzia sunna zile za kutawadha kwa urefu, alhamdulillah. Kisha tukazungumzia ghusli. Sasa darasa hilo kuisha, tulizungumzia namna ya kuoga, sio namna ya kuoga janaba na maelezo yanayofungamana na kuoga janaba. Mwisho kabisa tulizungumzia mambo ambayo ni haramu kwa mwenye janaba. Mtu akiwa na janaba kuna mambo ambayo ni haramu, tukasema mambo 6: kuswali, kutufu al-Kaaba, kushika mswahafu, kubeba mswahafu, kusoma Qur'ani na kubaki msikitini, kuketi msikitini. Vitu hivi 6 ni haramu kwa mtu ambaye ana janaba, na tulifafanua, maana kuna baadhi ya vitu vinahitaji ufafanuzi, tukafafanua. Sasa leo tutagusia jambo linalofungamana na hedhi, mambo ambayo ni haramu kwa mwanamke aliyoko katika siku zake, zile ada zake. Mwanamke akiwa katika ada zake kuna mambo ambayo ni haramu na lazima tuyajue. Manake mtu aweza kudhani kuwa yafanya ibada kumbe hafanyi. Na hapa tupata funzo. Manake sisi kama Waislamu asili ni kuwa sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu. Sisi ni waja, sawa? Na tukijua kuwa sisi ni waja, mja waweza kusema ni kama mtumwa. Maana yake bosi wako, bwana wako akikwambia fanya kadha, wafanya. Akikwambia usifanye, hufanye. Hivyo ndo anavyofaa kuwa mtumwa. Hivi ndo anavyofaa kuwa Muislamu mbele ya Mola wake. Yaani ninachomaanisha ni kuwa asije Muislamu akamwabudu Mungu anavyotaka yeye, la. Sisi twafaa kumwabudu Mungu anavyotaka Mungu. Si tumwabudu Mungu tunavyotaka sisi. Namna ya kuswali tumefundishwa, ukitaka kuswali lazima utawadhe. Basi asije Muislamu akasema bwana mimi nitaswali bila kutawadha bwana. Nini, si bora nimeswali? Tutamwambia wewe ukiswali vile wapata dhambi. Kwa sababu aslan ibada ni tufanye anachotaka Mungu, si ufanye kile ambacho wewe wadhani ni ibada, la. Ile swala haimnufaishi Mungu chochote, na ukiiacha haimdhuru Mungu chochote. Ukitoa sadaka, ukitoa zaka na vitu vyote hivyo, ibada zote zile, lakini Mungu pale yeye tufanye mtihani. Wewe mimi nimekuamrisha ufanye hivi, utafanya? Kuna wakati Mungu ametuamrisha tuswali, sio? Kuna wakati ametukataza tuswali. Kuna nyakati 5 katika kila siku, kuna nyakati 5 hufai kuswali. Kuna swala aina fulani, hizo nyakati hufai kuswali. Baada ya alasiri hufai kuswali swala ambazo sababu zake zimechelewa au hazina sababu yani. Tamam. Kwa mfano sasa mtu akiamka ataka kuswali, uswali lillah, na swali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sunna, atapata thawabu. Lakini baada ya alasiri akitaka kuswali swala kama ile hafai. Akitaka kuswali swala ya istikhara baada ya swala ya alasiri hafai. Mtu akaenda hija, kuna sunna inaitwa sunnatul ihram, raka 2 zile, kisha ndo utie nia ya ihram.
zile rakaa mbili zile ni sunna, lakini mtu hafai kuziswali ikiwa ni baada ya nini? Baada ya alasiri. Lakini ni ibada bwana. Tutakwambia wakati ule ibada ni kuacha swala. Wazi? Kwa hivyo mtu aliyokuwa na janaba, kuna masaili tuliyataja yale 6. Miongoni mwao swala. Asli ni kuwa swala ni ibada. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia, ametufundisha, mtume wake atufundisha kuwa hamuswali ule wakati mnaotaka nyinyi, la. Mwaswali ule wakati Mwenyezi Mungu yataka. Na hili ni jambo muhimu sana tukija tukizungumzia masala ya mwanamke ambaye yuko katika siku za hedhi. Yuko katika siku zake. Maana kuna vitu ni haramu. Na vitu ambavyo ni haramu ni zaidi ya yule mwenye janaba. Mwanamke mwenye hedhi, mambo zaidi ya 10 ni haramu. Tutataja yale yalozidi. Mambo 6 ni yale ambayo tumeyataja. Yani swala, kutufu, kushika mswahafu, kubeba mswahafu, kusoma Qur'ani na kufanyaje? Na kubaki msikitini. Hivi vitu 6 ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi. Kisha sasa kuna na vingine zaidi. Kwa ile tafsiri tulieleza maana ya kusoma nini? Kutamka, sio? Qiraa tukasema ni recitation, sio? Yani ni kutamka ile Qur'ani. La mtu atafunga tu mdomo. Ameona kwa mfano mswahafu uko mbele pale umefunguliwa na mtu mwingine, yeye hajaugusa. Ameangalia, pitisha kwa macho, yani kwa lugha yetu yosoma kwa macho. Haina neno. Pia hapa kwenye hedhi tunasema hivyo hivyo. Wazi? Na tukaeleza kuwa baadhi ya maulama kama madhhabi ya Imam Malik wasema ikiwa mwanamke hawezi ajua atasahau ile hifadhi yake, basi ampewa ruhusa asome. Lakini si madhehebu yetu, ni madhehebu yale. Na sisi madhehebu yetu tunao hujja, tutakwambia si lazima ufanye nini? Utamke, pitisha kwa macho, twali kwa nini? Kwa macho kutwali ile hifadhi yake kama tulivyotanguliza. Almuhim, tukiendelea mambo ya ziada, yani nilotaka kulitanabahisha ni kuwa huyu mwanamke katika hizi siku asione kuwa labda amedhulumiwa, asione kuwa mimi nitafanya haya mambo kwa sababu ni ibada. La. Pale yule mwanamke, maulama watuambia, ikiwa mwanamke yuko katika siku zake, akawacha swala na yeye hali ya kuwa yeye yataka kuswali, maskini yuatamani kuswali, akaacha kufunga hali ya kuwa yeye yataka kufunga, basi pale ndio apata thawabu. Yani ile ndio thawabu. Hali kama ile kuacha swala ndio thawabu. Tumeelewana? Falmuhim, jambo la ziada katika haya mambo 6 ambayo ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi ni kufunga saumu. Saumu yoyote ya Ramadhani au nje ya Ramadhani, saumu ya wajibu, saumu ya sunna ni haramu. Mwanamke akifunga, yani ikifika siku ya hedhi lazima awe muftir. Lazima hajafunga, yani kwa lugha yetu yani kobe, sio? Tunasema kobe tukiwa wadogo, tukisema kobe la mchana, sijui siku hizi kama bado yatumika. Almuhim, yule mwanamke ni haramu afunge. Na tukisema ni haramu afunge, hatumaanishi kuwa lazima ale. Si lazima afanye nini? Ale. Lakini ni haramu ajizuie pamoja na kutia nia ya kufunga. Pale ndo haramu. Lakini yeye mchana mzima atasema, unajua Ramadhani, ile atmosphere ya Ramadhani sijisikii kula, haina makosa, hakuna haramu. Sawa, lakini ati nimejizuia ili nionekane ninafunga, nimejizuia kwa nia ya saumu, ile ni haramu, yapata dhambi. Lazima asijizuie, yani asitie nia ya kufunga ama kujifananisha na wale wenye kufanya nini? Kufunga. Tamam. Haya, amewacha saumu, lazima alipe. Lazima afanye nini? Alipe. Zile saumu kwa mfano siku zake ni siku 7. Hata kuanzia labda Ramadhani ya 5 mpaka Ramadhani kama labda ya ngapi? 12 au 11. Tutamwambia khalas, baada ya Ramadhani zile siku 7 lazima afanye nini? Azilipe. Sawa, lazima azilipe. Huwa watu wanauliza sana, je, afunge zile 6 tu Shawali kwanza ndo alipe ama vipi? Aweza kutanguliza 6 tu Shawali, aweza kutanguliza nini? Kulipa. Bali kubwa zaidi, aweza ile 6 tu Shawali akatia nia ya kufanya nini? Ya kulipa. Yani ametia nia 2, kwa lugha yetu 2 in 1 yani. Ametia nia ya kulipa, ndani yake akatia nia nini? 6 tu Shawali. Haina nini? Atapata thawabu ya hii na ile. Ameua ndege wawili kwa jiwe moja, haina nini? Kwa jiwe moja. Haina nini? Ngawa bora afanye nini? Azifanye kando kando. Bora azifanye kando kando. Tamam. Lakini swala halipi, mwanamke halipi swala. Sayyidatuna Aisha sema ilikuwa sisi tuamrishwa kulipa swala, ilikuwa tuamrishwa kulipa saum, lakini hatuamrishwi kulipa nini?
kulipa swala. Sayyidatuna Aisha sema kunna nu'maru biqada'i as-sawm, ilikuwa sisi tuamrishwa kulipa swala lakini hatuamrishi kulipa saum, kukidhi, yani kukidhi saum, lakini hatuamrishi kufanya nini? Kulipa swala. Jambo jingine ambalo huulizwa sana, ni watu huuliza sana, ni yule mwanamke akipatikana na hedhi katikati ya mchana, hususan zile injar time, yani dakika za mwisho mwisho kabla ya magharibi, labda kwa kama robo saa, mara amepatikana na damu ya hedhi. Do maskini, ile siku tuamhesabu kuwa hakufanya nini? Hakufunga. Ile siku kama hakufunga, maana hedhi yake imeanza mtana, bahati yake mbaya. Lakini bahati yake si mbaya kihakika, ule mtana wote madamu alikuwa hana hedhi, hajatoka na ada yake, na alikuwa ametia nia kufunga, amefunga faradhi, atapata thawabu zake. Kwa Mungu hakuna kinachoenda bure, sio? Mungu yajua hali zetu, yajua nia yake ule, kwa hivyo hakosi thawabu, kisha baadaye atalipa. Haina nani. Katika mambo ambayo ni haramu, na haya si haramu kwa mwanamke tu, mambo ambayo yanafungamana na mtu na mke wake, yani mume na mke, ni kugusana ama kucheza baina ya kitovu na magoti. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema fa'tazilu an-nisaa fil mahidh, waepukeni wanawake kutokana, yani fil mahidh, katika zile siku za nini? Za hedhi. Maswahaba walikwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakamuuliza ya Rasulullah, tufanyeje sisi kwenye hedhi? Manake wakati wa jahiliya kulikuwa na watu aina mbili, ama tuseme kabla ya Uislamu, zile mila mbili. Wale Mayahudi na Manaswara walikuwa tasema wako kinyume, wako katika tarafu mbili. Wengine wanafanya hivi, yani Mayahudi wanafanya hivi, Manaswara wanafanya hivi. Vipi yani? Wale Mayahudi walikuwa na ada, mwanamke akiwa katika hedhi, subhanallah, hata kumzungumzisha hawamzungumzishi, hata kumzungumzisha hawamzungumzishi, yani wahesabu kama vile ni uchafu. Basi hawamzungumzishi yule mwanamke, hawaketi naye, hata hawataki kumwangalia, yuala kivyake, yani wamemsukuma kabisa, wamemweka kando kabisa. Sawa, hao walikuwa Mayahudi, na hii haifai katika sheria yetu. Ama Manaswara sasa, pia walikuwa upande mwingine, wao ilikuwa ndani ya hedhi au nje ya hedhi, sawa sawa, astaghfirullah alazim, yani watamwingilia mke wao, watawaingilia wake zao, hata kama ni siku za hedhi. Lilasaf, hata kama ni siku za hedhi hakuna tofauti kabisa, pamoja ambao labda ile itamdhuru yule mwanamke ama itamdhuru yule mume, hawajali. Sasa ukaja Uislamu ukatufundisha njia kati na kati, kuwa msiwaingilie. Bwana Mtume alikuja akaulizwa na maswahaba katika aya, yani Mwenyezi Mungu asemaje? Yasalunaka anil mahid qul huwa adha, wanakuuliza kuhusu nini? Ule wakati wa hedhi. Tufanyeje? Tutukue maslaki ya kuacha, tuaate kando, tusiingiliane nao kabisa, ama Bwana Mwenyezi Mungu akajibu kusema fa'tazilu nisa, waepukeni wale wanawake. Bwana Mtume akaja kafasiri kwenye hadithi, fa'tazilu nisa sio ati waepukeni kama walivyokuwa wakiepuka nani? Mayahudi. La, kwenye hadithi Bwana Mtume akabainisha. Sahaba mwingine alikuja akamuuliza, ya Rasulullah, mimi wakati wa hedhi nifanye nini? Bwana Mtume akamwambia, laka ma fawqa al-izar, laka ma fawqa al-izar, wewe una haki, una ruhusa ya kucheza na mke wako kitu chochote kilichoko juu ya nini? Juu ya izar. Ni kikoi, na kikoi kawaida hufungwa kwenye nini? Kwenye kitovu. Kwa hivyo Bwana Mtume anatumia lugha ya majazi, yani lugha ya kuficha ficha. Khalas, wewe kitu chochote kilichoko juu ya kikoi waweza kufanya nini? Kucheza na mke wako, haina neno. Maulama wakafahamu kuwa basi ilichokatazwa ni baina ya kitovu na nini? Na magoti. Manake machezo sana ghaliban machezo yani ya mume na mke, ikiwa baina ya kitovu na magoti, mara nyingi inafikisha kwenye nini? Kwenye itoje? Kumwingilia mke wako. Mtu kumwingilia mkewe na kumwingilia mke wake, mtu kumwingilia mke wake wakati wa hedhi ni katika madhambi makubwa, ni katika madhambi makubwa, minal kabairi. Tena hii maulama wamekubaliana nayo, yani ijma'il ulama, kumwingilia mtu kumwingilia mke wake wakati wa hedhi ni haramu. Hapo hakuna khilafu, ni haramu. Na mtu akimwingilia mke wake wakati wa hedhi, basi ni yani lazima atubu kwanza, lazima atubu, jambo la kwanza. Pili,
ni sunna atoe sadaka, ni sunna atoe sadaka. Maana baadhi ya maulama wanasema lazima atoe sadaka, yani inakuwa kidogo yeye kuna kiwango, nafikiri dirham moja ama dinari, inakuwa ni lazima afanye nini? Atoe sadaka. Fal muhim kumuingilia hiyo ni daraja kubwa sana, ni haramu sana, hiyo ni minal kabair. Ama kucheza naye kubu sana kwa aitwaje, kucheza yani machezo ya kindoa, wengi nafikiri mumeoa mwajua, yani yale machezo ya kindoa baina ya kitovu na magoti ni haramu, baina ya kitovu na magoti ni haramu. Ama sehemu zote nyingine hazina nini? Uharamu, ama hakuna uharamu. Tamam. Katika mambo ambayo ni haramu, ama tuashirie jambo, manake tutaje labda hadithi moja ama mbili nyingine ambazo zaonyesha muamala wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Sayyidatina Aisha wakati wa hedhi. Na hii ndio ilikuwa katika hikma ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuoa wake wengi, ili ahkam kama hizi tuzijue. Yani lao zama zetu mtu ataka kumfuata bwana mtume nyayo kwa nyayo, ingekuwa bwana mtume hatujui habari zake akiwa nyumbani, manake ni mambo ya kisirisiri, ni mambo yamefichika, hatungejuaje muamala wake na mke wake. Hapa lao tukamuuliza mtu yote, bwana wewe vipi muamala wako au mwingiliano wako na mke wako, ungeona haya kutueleza, sio? Yani mtu mwenye akili hataona haya ni mambo yangu ya nyumbani, nitaeleza vipi? Si uzuri mtu aanike kila kitu, la. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili alikuwa na jukumu la kubalighisha, basi ilikuwa ni lazima tujue. Tasikia Sayyidatina Aisha asema, yani yeye alikuwa akiketi na sisi kama mmoja wetu bwana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tukiketi tukitia stories za kutekesha, basi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoketi na sisi, yuacheka na sisi. Angalia, na yeye ni mtume, yani kama zama zetu tuseme yeye si hata rais, yani rais wa marais tuseme, lakini yoketi na sisi tutia naye story. Maana maswahaba walikwenda kwa Sayyidatina Aisha kumwambia, sisi huwa tukimuona nje tumuogopa kuna ile haiba kuna mashekhe wengine wewe ukiwaona moja kwa moja ana haiba, yani amepiga juba sawa sawa, piga kilemba sawa sawa, hata kama shekhe lako labda kila siku uko naye, lakini kidogo kuna haiba, kuna uoga fulani, kuna heshima fulani, mpaka wanaopokea sifa za mtume, yani alikuwa mrefu, alikuwa mfupi, macho yake yalikuwa hivi, pua yake ilikuwa hivi, meno yalikuwa hivi, nyele zilikuwa hivi. Wanaopokea sifa hizi sana, mtu akifuatilia ataona ni wale masahaba wadogo watoto. Ni wale masahaba watoto, Abu Huraira, Sayyidina Anas, yani wale masahaba wadogo kiumri ndio walikuwa, manake waje mtoto mdogo hatofautishi baina ya mtu mwenye haiba na mtu mwingine. Aweza kuja ile jishekhe jikubwa, sisi tunaona jishekhe jikubwa, mtoto aje amshike ndevu mara mpande huku, sio? Kwa sababu gani? Mtoto halahi, yani hashtukizii, yani mambo kama haya. Basi wale masahaba kwa ajili ya ile haiba, masahaba wakubwa kina Saidina Abubakar, Saidina Umar, ikawa hawawezi yani kumwangalia mtume, hata kuinua macho ni uzito, kila saa wameinamisha vichwa. Basi baadhi ya masahaba wakaenda kwa Sayyidatina Aisha kumwambia, nyinyi ilikuwa muamiliana naye vipi huyu bwana mtume? Manake sisi ilikuwa tuashindwa hata kumuinulia macho. Sayyidatina Aisha akasema, hata msiwe na wasiwasi, sisi ilikuwa tukiketi nyumbani ilikuwa kama mwenzetu, yuatia story na sisi, tukileta story ya kuchekesha yuacheka, tukileta story ya huzuni yuachangia, yuko na sisi, tukizungumza mambo ya kidunia yuachangia, yuko na sisi, lakini tu akisikia kukikimiwa swala ama kukiadhiniwa, basi huwa yuasimama kama ambaye hatujui. Kukiadhiniwa, ikiingia time ya swala, khalas yuasimama na yuatoka yenda zake kama ambaye hatujui, manake khalas huu ni wakati yeye na nani, yeye na Mola wake. Falmuhim, Sayyidatina Aisha akieleza namna ya muamala baina yake na bwana mtume asema, mimi nilikuwa katika siku zangu na ilikuwa na mchana nyele bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa mimi naketi chumbani, bwana mtume yuko msikitini, manake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam vyumba vyake vimeshikana na msikiti, yani mtu akaenda kule ataonyeshwa, sijawahi kwenda lakini utaonyeshwa, yani msikiti ulikuwa labda hivi kitambo. Ukipata wale watu ambao wamefuatilia sana ama wametaalaki na zile athari za maswahaba na za mitume, atakwambia hapa ndo ulikuwa msikiti mwisho, labda ni hapa, kisha vyumba vyake ni hivi. Sasa ilikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kuketi msikitini na labda akitia tu mkono umeingia chumbani kwake, chumba cha Sayyidatina Aisha. Basi Sayyidatina Aisha asema, ilikuwa mimi na keti, yani tukipiga mfano hapa msikitini, labda chumba kiko hapa ndani, ni mfano, labda chumba kiko hapa ndani, chona hapa mbele ya mimbar pana hicho. Kwa hivyo bwana mtume kiketi hapa, akilaza kichwa chake kiko ndani ya chumba cha Sayyidatina Aisha. Basi Sayyidatina Aisha akifanya nini? Akimchana. Asema mimi nilikuwa nikimchana, kuonyesha kuwa mtu hafai kumwepuka yule mke siku zake, la, keti naye, cheza naye, tia story, haka
Asema katika hadithi nyingine, ilikuwa akisoma Qur'ani huku ameweka kichwa chake juu ya mapaja yangu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilikuwa bwana mtume akisoma Qur'ani, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, huku ameweka kichwa chake juu ya nini? Juu ya mapaja yangu. Hii ni dalili nyingine kuonyesha kuwa hakuna uharamu wa yule mume kusoma Qur'ani. Na maulama wanasema hapa kuna kitu kidogo kimefichika, inaitwa dalili ishari, dalili ya kuashiria. Inaashiria nini? Inaashiria kuwa Sayyidatuna Aisha kama ambayo watuambia, nyinyi mwajua kuwa mwanamke mwenye hedhi hafanyi nini? Hasomi Qur'ani. Basi msidhani kuwa yule mume ikiwa yuko na mke wake pia hafai kusoma. La, bali bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akifanya nini? Akisoma. Katika hadithi nyingine Sayyidatuna Aisha akisema, mimi nikiwa katika siku zangu nilikuwa na keti na bwana mtume, twala, tutia story, mpaka mimi nikinywa maji, nikimaliza kunywa maji, nasema mtume akiwa katika siku zake, Sayyidatuna Aisha akiwa katika siku zake, nikimaliza kunywa maji, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuachukua ile glasi, kile kikombe ambao mimi nimekunywa, kisha yuatafuta ile sehemu ambayo mimi nimeweka mdomo wangu, yeye pia aike mdomo wake pale pale. Subhanallah. Sisi zama zetu tutaambia mambo ya kizungu. Ni mambo ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amfanya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema Sayyidatuna Aisha, ilikuwa nikichukua kinofu cha nyama, ni kila kile kinofu, basi bwana mtume atakichukua kile kinofu, atafuta ile sehemu ambayo mimi ninaweka mdomo wangu, atafune pale pale. Subhanallah. Huyo ndo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Almuhimu ni kuwa wakati wa hedhi si ati wale wanawake, yani ama wake zetu tuwaweke kando au la. Tuketi nao kama kawaida, lakini kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia tufanye nini? Tuepuke. Naam. Kisha katika muharramati pia ni talaka. Hili sasa lafungamana na sisi wanaume, alifungamana nao wale wanawake. Ni haramu mtu amtaliki mke wake akiwa katika hedhi, ni haramu. Jamani, fahamiana. Tukisema ni haramu haimaanishi ile talaka haipiti. Maana kuna watu subhanallah, mimi hata sielewi wamesoma wapi ama wamefanya nini. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwamrisha mtoto wa Saidina Umar ibn Umar, alimwata mke wake wakati wa hedhi. Habari ikamfikia nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana Mtume akasemaje? Murhu falyurajiha, muamrisheni afanye nini? Amrudie, amregelee yule mke wake. Sasa sisi watu tuna akili zetu Hii hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasemaje? Murhu, muamrisheni huyo sahaba ambaye ni Saidina Ibn Umar, mtoto wa Saidina Umar, anambia murhu, muamrisheni amregelee mke wake. Maana yake nini? Talaka imepita ama haikupita? Imepita, ndio maana ameambiwa mregelee. Maana yake lau ingekuwa talaka haijapita, hakuna haja ya kumregelea. Kwa hivyo moja kwa moja yafahamika kutokana na hadithi kuwa hata kama mtu atamtaliki, hata kama ni haramu, tutasema talaka imepita. Na ndio kauli ya jumhuri ya maulama. Kama si kusema madhehebu yote manne nasema hivi, mtu akimtaliki mke wake wakati wa hedhi, talaka imepita. Talaka inapita. Kwa hiyo tutamwambia sasa, wewe ni haramu muingilie ule mke wako kwa sababu sasa talaka imepita. Talaka moja. Sawa, ni sunna amregelee. Ni sunna afanye nini? Amregelee. Ni haramu kumwata yule mke wakati wa hedhi, kwa ajili hedhi huwa inakuwa ndefu. Yaani mtu akipata kusoma masaili ya si hedhi, eda linakuwa ndefu, eda linakuwa refu. Eda yani mara nyingine huko kwetu hutokea vitu vya kutekesha. Yaani baadhi ya jamaa kiulizwa eda atakwambia tu miezi mitatu. La, si miezi mitatu. Eda la kuatwa ni tofauti, eda la mtu ambaye ana hedhi ni tofauti, eda la kufiliwa ni tofauti. Ni mambo haya yaelezwa kwa uwazi sana, yani kwenye mingine kwenye Qur'ani kwa uwazi sana. Sawa. Eda la kuachwa, mwanamke akiachwa ikiwa shawahi kuingiliwa, eda lake ni tahara 3. Ni nini? Ni tahara 3. Yani tutahesabu umekuwa na hedhi kisha tahara, baada ya tahara kuna hedhi. Hii tahara ni tahara moja, kisha tahara ya pili, kisha tahara ya 3. Tamam. Kwa hivyo unaweza kusema hedhi 4. Ikiwa ataachwa wakati wa tahara, alhamdulillah ni tahara 3 na ni hedhi 3. Yani tutajaribu tueleze haraka. Mfano, ameachwa leo na yeye yuko katika tahara. Sawa. Kesho akapata hedhi, tutamwambia tahara moja ishahesabika. Sawa? Eda ni tahara 3. Hiyo ni tahara moja ishaisha. Kwa hivyo ile tahara kwanza yeye amepata siku ngapi? Siku moja tu. Alhamdulillah. Yani eda itakuwa ni fupi. Eda kwake itakuwa nini?
fupi, kisha ataketi hedhi yake kwa mfano siku 3, kwa hivyo siku moja ile ya kwanza kisha na siku 3, hizo ni siku 4. Baada ya siku 3 hedhi iishe, sasa tumwambia umeanza tahara ya pili. Tahara ya pili tumpe siku 20, mfano tumpe siku 20. Haya, mmempa siku 20, kwa hivyo 24 zile zimetangulia, takuwa sasa na 24. Zilipopita siku 20 hedhi nyingine ikaja, kwa hivyo tumwambia ushamaliza tahara ya pili. Kwa hivyo 24, siku 24 ashamaliza tahara ngapi? Tahara 2. Haya, aketi siku 3 zingine za hedhi, ambapo ni hedhi nyingine, sio? Akapata hedhi, akipata hedhi inakuwa ni siku 24 ukiongeza 3 27, sio? Kumbuka hizi siku 27 yeye ashamaliza tahara 2, bado bakia tahara ngapi? Tahara 1. Baada ya siku 27 zikaja siku 20 nyingine ambao alikuwa tahir, hana nini? Hana hedhi. Ikiisha hiyo siku 20 damu tu ikaja, itakuwa ni siku 47, sio? 27 ukiongeza 20 ni 47. Baada ya siku 47 tuambia khalas, wewe eda lako lishakwisha. Sasa ukaenda kumwambia mwanamke kuwa eda lake ni siku 60, si umempa mtihani? Afwan, ukimwambia miezi 3 ni siku 90, si umempa mtihani? Eda lake kumbe ilikuwa siku 47, tuangalie. Lakini yote ni kwa ajili ya kutokusoma teori zao. Yani mtu hataki kusoma atapata kichapo, yani atapata madhara. Falmuhim, kwa sababu gani tumesema ni haramu kumtaliki kwenye hedhi? Sasa tuje katika masala yetu. Ukimtaliki kwenye hedhi, ishkali iliyoko ni kuwa, kwa mfano yule mwanamke ana hedhi ya siku 3 tuliosema, akatalikiwa kwenye hedhi, maana yake kuanzia ile siku ya kwanza ameachwa, eda lake bado halijaanza kuhesabiwa. Maana yake eda huhesabiwa siku za tahara. Sisi tunataka tahara 3, sio? Ukimwacha katikati ya hedhi tukwambia hizi siku lazima aketi eda, lakini haziingii katika hisabu. Maana yake tutaanza hisabu wakati wa nini? Wakati wa tahara. Sasa hapa kuna ishkali. Kwa hivyo ile eda itarefuka, na ndio maana ni haramu kwa mume kufanya nini? Kumwacha mke wake wakati wa hedhi, kumpa talaka mke wake wakati wa hedhi. Isipokuwa tu kuna hali kadhaa ambapo itakuwa si haramu. Mfano yule mwanamke mwenyewe atoe pesa. Kama tunavyojua kwenye sheria yetu katika talaka anayemiliki ni mume. Lakini mke aweza kuwa maskini, ameshindwa, amechoshwa na yule mume, ama yataka hampendi tena, akamwambia mume, bwana angalia, mimi niko tayari nikupe pesa ufanye nini? Unipe talaka. Hii inaitwa khul'. Ni talaka ambayo inaitwa talaka. Kwa nini? Kwa mukabil, kwa iwad, kwa badili, yani wewe walipa ili uachwe. Inawezekana anaweza kununua, talaka ya kununua, kwa lugha nyingine talaka ya kununua. Ikiwa ni talaka ya kununua ni ruhusa. Kwa sababu gani? Yani yule mwanamke mwenyewe amejitakia, yani yeye mwenyewe kama ameridhia kuwa eda litakuwa refu, kwa hiyo haina neno. Basi madamu yeye mwenyewe ametaka, ahlan wa sahlan, palena. Lakini sio ati mwanamke mwambie mwanamume, bwana nitaliki mimi, nitaka talaka yangu, nitaliki, niate bwana, niate. Hata wakati wa hedhi tuambia ni haramu umwache, kwa sababu hata kama yeye wasema yataka kuachwa, pale alipotoa pesa ni ishara kuwa yeye amechoshwa sana mpaka yuko tayari kutoa pesa. Lakini kwa wale waliooa wao watakuwa wajua zaidi, yani mambo kama haya. Mara nyingine mwanamke wasema niache, lakini hamaanishi, ni hasira tu. Unaona? Kwa hiyo katika hedhi hufai kumwacha mke wako, isipokuwa akifanya nini? Akinunua ile talaka. Naam. Katika mambo ambayo ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi ni kutembea msikitini, kupita. Yule mwenye janaba tulisema si haramu kupita, aweza kupita hapa atoke na huko, haina neno. Lakini mwenye hedhi ni haramu kupita, lakini katika hali moja, kwa sharti moja, ikiwa yuogopa kuna jisi msikiti, yuogopa kuwa akipita labda atachafua msikiti, basi pale tuambie ni haramu hata kupita. Na hii si kwa mwenye hedhi tu. Sasa kihakika hii ni kwa mtu yoyote aliobeba najisi, Mtu labda amekuja msikitini, ametoka utasema kama bucha, labda ametoka kuchinja hili na nini, na amebeba fuko lina nyama ina damu, kitwa labda amepewa kichwa ina damu, aogopa bwana, huu mfuko, hii mifuko ya siku hizi ina tona si kama ile ya plastiki kama ile polythene, la, hii mifuko ya siku hizi tona. Kwa hivyo aogopa kuchafua msikiti, sio? Basi ni haramu atembee msikitini, ni haramu. Jamani, ni haramu kuna jinsi msikiti. Msikiti ni adhim. Mtu haja tu hivi hajali, umekuja na najisi yake chafua msikiti, la, ni haramu, upata dhambi. Tamam. Na ni wajibu wetu kama Waislamu, ni fardhu kifaya. Mtu akiona najisi yote afanye nini? Aitoe. Akiona najisi mtu aitoe, rushe kwa pale nje, aitoe. Ni wajibu, fardhu kifaya. La ilaha illa Allah.
Kisha pia katika mambo ambayo ni haramu ni mtu kuoga ama kutawadha kwa nia ya ibada. Ni mtu kuoga au kutawadha kwa nia ya ibada. Yani mfano mwanamke siku ya Ijumaa aoga, yeye yuko katika hedhi, aoge kwa nia ya sunna ya josho la Ijumaa. Tuambie ni haramu. Maana wewe kwako kuoga si sunna, wewe huende kuswali Ijumaa, bali ni haramu aende kaswali Ijumaa, sio? Basi hafai kwa kuoga. Sawa, haitokei sana, isipokuwa kuna josho ama majosho ambayo ni sunna hata kwa mwanamke mwenye hedhi. Mfano josho la Idi. Josho la Idi ile, siku ya Idi ile ni sunna sisi tuoge. Sisi wanaume, wanawake, sunna kila mtu aoge. Basi ni sunna hata kwa mwanamke mwenye hedhi pia aoge. Kuna na majosho mengine ni hususan kwa watu waloko hija. Mtu aloko hija kule ni sunna akitaka kuingia Maka aoge. Sunna akitaka kuingia Madina aoge. Sunna ukitaka kwenda wukufi uoge. Sunna ukitaka kufanya tawafu uoge. Kuna sehemu nyingi yani ni sunna. Basi huyu mwanamke mwenye hedhi pia ni sunna afanye aoge wakati ule. Akitaka kuingia Maka sunna aoge. Akitaka kuingia Madina sunna aoge. Haina neno. Hata kama yuko katika hedhi, ndio, hata kama yuko katika nini? Hedhi. Na kisha haya mambo ambayo ni haramu yote yanabaki haramu hata baada ya hedhi kukatika. Kwa mfano mwanamke ada yake siku 7, akaketi ada siku ya 7 damu ikafanya nini? Ikakatika. Tumwambia hedhi imeisha. Haya mambo yote ambayo ni haramu yanabaki muharrama, yanabaki kuwa ni haramu mpaka wakati gani? Mpaka aoge. Mpaka afanye nini? Aoge. Sawa. Fa idha tatahharna, wakifanya nini? Wakijitahirisha, wao wanawake wakijitahirisha, basi sasa ndo fatuhunna min haythu amarakumullah. Basi wakishajitahirisha ndo mfanye nini? Muingilie wake zenu. Kwa hivyo haya mambo yote yanabaki haramu kutoka mwanzo wa hedhi mpaka mwisho wa hedhi, mpaka wakati ambapo mwanamke ataenda kujifanya nini? Kujitahirisha, isipokuwa mambo mawili, isipokuwa kufunga saumu ya Ramadhani na nini? Talaka. Manake kufunga saumu ya Ramadhani si lazima mtu awe tahir, si lazima wewe mtu atihana hadathi, la. Kwa hiyo lao mwanamke damu yake imekatika kabla ya alfajiri, alikuwa yeye yuko katika hedhi, damu yake katika kabla ya alfajiri, ameamka labda kupikia watoto daku, akaona damu imefanya nini? Imekatika. Tumwambia lazima atie nia ya saumu, na hiyo siku inayofuata lazima afunge. Hata kama hatooga, atakuja kuoga wakati wa alfajiri, haina neno, hakuna ishkali kabisa. Wazi? Hiyo ni saumu. Na talaka pia ni hivyo hivyo. Kwa sababu gani talaka? Talaka sisi tumesema shida ya talaka ni kuwa ukimtaliki wakati wa hedhi utakuwa umemrefushia wakati wake wa nini? Wa eda. Sasa hedhi imekuisha, kule kurefusha hakuko tena hata kama hajaoga. Kwa hivyo talaka tuna saumu ndio mtu yaweza kufanya hata kama mwanamke hajafanya nini? Hajaoga. Naam. Nafikiri mpaka hapa sasa takuwa tumekamilisha yani yale masaili ambayo tumeafikiwa kuyataja katika masail haya ya muharramatu alhayd, mambo ambayo ni haramu kwa mwanamke ambaye ana haid. Tutataka kuingia katika mlango wa tayammum, lakini tuweza kuacha nafasi ikiwa kuna maswali kabla kuingia mlango wa tayammum, ama tuingie moja kwa moja. Madha taqulun? Naam, wakati kwa mwingi tuendelee tayammum kisha tamamsha taingia katika mlango wa tayammum. Na huu mlango ni muhimu sana sana sana, na watu hudhani katika mashakil tulionayo ni kuwa watu wengi tuadhani kuwa huu mlango ni muhimu wakati wa kukosa maji peke yake. Kuna siku moja ndugu zetu walituuliza yule mwenye bendeji, sio? Kuna mtu aliuliza swali, mtu akiwa na bendeji atatayamam vipi ama ataswali vipi, atatawadha vipi? Tukasema haya ni katika mambo ambayo yanakithiri katika umma. Yani yanatokea sana, mtu ana kidonda sehemu fulani, sehemu ile anafaa kutawadha, ana kidonda, afanye nini? Haya masaili yote hutajwa katika mlango wa tayammum. Na watu kwa ule tasema ujahil tulionao ni kuwa hatujui kuwa tunafaa kutayammum, tunafaa kufanya tayammum hali kama ile, na tuenda tukajiswalia na swala ziswihi. Sasa tuangalia ufanye, maana asli ya madhehebu ni kuwa lazima alipe zile swala, lazima alipe zile swala. Almuhim, tayammum ina sababu nyingi. Kuna sababu nyingi za kuruhusisha nini? Tayammum. Kuna sababu nyingi zinazotufanya tutayammum, iwe ni ruhusa kwako ufanye tayammum. Mara nyingine inakuwa ni wajibu, ikiwa hakuna maji inakuwa tayammum nini? Lazima. Faqdul ma'i ni katika sababu za kutayammum. Al-ihtiyaju ilayhi, kuhitaji yale maji yako, lakini wewe wahitaji kufanya nini? Kufanya kitu kingine, wahitaji kunywa, wahitaji kutumia kupika, hakuna khiari, lazima upike kwa yale maji. Tutakwambia ina neno
Hii ni katika sababu ambazo zinakuruhusisha wewe ufanye nini? Utayamum. Miongoni mwa sababu ni mtu ambaye ni mgonjwa, ana homa kali sana, ana homa kali sana, aogopa akitumia maji homa itazidi, ama yogopa akitumia maji labda daktari amwambia bwana wewe hizi siku 2 hebu usioge, siku 2 usioge, hii homa yako kidogo ni kali. Mara nyingine unasikia sijui homa imepanda kichwani kama hivyo, basi ile pia ni sababu. Angalia dini yetu, subhanallah, rahisi dini yetu. Hatukwambii bwana lazima utawadhi hata kama utakufa. Madamu bwana si atakufa tu, ule ugonjwa kuzidi tu. Wewe waogopa ugonjwa kuzidi, huogopi kufa, waogopa ugonjwa utazidi. Ruhusa usitumie maji. Tayamum. Pia katika sababu ni baridi kali sana. Ikiwa hakuna maji moto, huwezi kupata maji moto, huwezi kupata ile kettle sijui chemshe maji, ama huwezi kupata nguo ambayo utajifuta ule ubaridi uondoke. Basi pale pia tukwambia ruhusa wewe tayamum. Sawa? Kwa hakika hizo ndo sababu kwa kifupi. Naam, kuna sababu yote la khalas. Hizo ndo sababu. Katika ugonjwa kuingia mambo mingi kihakika. Katika ugonjwa kuingia mambo mingi. Tumesema la kwanza ni mtu kuogopa kufa. Yeye ni mgonjwa kwa namna ambayo akitumia maji yuogopa atafanya nini? Atakufa. Basi usitumie maji. Nenda katayamum. Ilitokea wakati wa maswahaba. Mmoja wa maswahaba, yani maswahaba walioenda jihadi. Nafikiri labda niligusia hii hadithi kama nilihitaji. Walikwenda jihadi, wakapigana, basi mmoja akapigwa upanga kwenye kichwa maskini. Katoka na jeraha. Asubuhi sasa imefika wakati wa kuswali, kumbe amepata janaba maskini yule mtu. Sasa kauliza wenzake, bwana nifanyeje mimi? Nifanyeje? Lazima nioge ama? Wale wenzake akamwambia ndio, lazima ufanye nini? Lazima uoge. Kaenda akaoga. Maji yakamuingia ndani ya ile jeraha, akafa. Waliporudi huku Madina wakamueleza bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana Mtume akamwambia, mumemuua, qatalakumullah, qataltumuhu, qatalakumullah. Mumemuua Mwenyezi Mungu na nyinyi pia, yani kama shori zenu nani. Bwana Mtume akasema kisha, yani mwisho wa hadithi akasema, inma shifaa'ul 'ayyi as-su'al. Hakika dawa ya kutojua, dawa ya ujinga ni kufanya nini? Ni kuuliza. Nyinyi ilikuwa muende muulize, mtafute mtu anayejua hukumu hii. Yule alikuwa yafaa kutayamam. Shaona? Kwa hiyo ikiwa mtu aogopa ule ugonjwa alionao ama ile jeraha alionalo, maji yakigusa pale atadhurika sana, atakufa, basi ni ruhusa aende fanya nini? Atayamum. Na tayamum ni badili ya udhu na ni badili ya kuoga pia. Ala fikra. Si badili ya udhu peke yake. Huu mfano katika hadithi tumepiga ni mfano wa nini? Mtu alikuwa na janaba. Kwa hiyo mtu aweza kosa maji ashindwe kutawadha, tumwambia tayamum. Umekosa maji umeshindwa kuoga, tumwambia nini? Tayamum. Sawa? Kwa hivyo si ati ni kwa udhu peke yake. Watu wengine wadhani ni kwa udhu peke yake. La, hata katika kuoga. Mtu amekosa maji ya kuoga, hiyo siku ni baridi kali, hakuna stima, huna maji ya huna itoaje kettle ile kuchemsha, huna gesi labda. Sasa bwana, vipi bwana, na mimi labda mmemwingilia mke wangu, nifanyeje? Tukwambia ina neno. Swali, yani itoaje? Tayamum swali. Namna nyingine ambao ugonjwa unakuwa sababu ya kutayamam badala ya kutumia maji ni ikiwa yuaogopa yale maradhi yatakuwa marefu. Kuna tofauti ya mtu mwenye kuogopa kifo na mtu kuogopa maradhi kuzidi na mtu mwenye kuogopa maradhi ya kuwa marefu. Ukiwa wewe una ugonjwa, wajua ukitumia maji kuna maumivu fulani, ile homa ni kali, lau utatumia maji wajua maumivu yatazidi, ama ni kidonda ambacho kinauma. Wajua ukitumia maji umezoea, ukitumia maji maumivu yanazidi sana. Ile ni ziyadatul maradhi, ni kuwa maradhi yamezidi. Tutakwambia ruhusa bwana, usitumie maji, naenda katayamam. Tutaeleza namna ya kutayamam, lakini si moja kwa moja. Tutaeleza namna ya kutayamam. Ama waogopa bwana maradhi yatakuwa marefu zaidi. Maradhi kawaida labda homa ni siku 4-5, sio? Lakini lau ukiwa wewe utatumia maji, maradhi labda yatakuwa wiki 2 labda. Mfano, tukwambia pale pia ni ruhusa. Angalia hizi zote ni si ati unaenda kufa, si ati ni ule tu maradhi yamezidi ule muda. Ndio usahali wa sheria. Alhamdulillah, inna hadha dina yusra. Bas pale pia ni katika ruhusa. Haya, sasa hili la mwisho ndo kidogo utasema kuonyesha usahali zaidi wa dini. Wale watuambia, ikiwa yule mtu ataogopa huduthu shay'in fahish, kutokee kitu ambacho kinatisha
katika kiungo cha dhahir. Yani wewe ni mgonjwa, ama labda utasema ni ugonjwa, ama wakati wa baridi huwa una alaji fulani. Alaji yenyewe ukitumia maji, labda rangi ya mwili, rangi sehemu fulani inabadilika. Ikiwa uogopa kitu fulani kitatokea, kitu fulani kitatokea, kitu ambacho cha tisha, yani mwili wako utabadilika kwa namna ya kutisha. Ima rangi itabadilika, wewe labda ni mweupe, kutakuwa na weusi hapa, ama wewe ni mweusi, kutakuja weupe hapa, ama kuna sehemu kawaida, mashallah, mwili wa mwanadamu utaona uko kawaida, yani kuna umajimaji, sio? Lakini upate sehemu fulani kumekuwa na kuna kauka labda, ama kuna kwa majimaji sana. Hivi vyote ni vitu ambavyo vinatisha. Yani mtu akiona atasema mbona yule mtu hapa ana kitu fulani, yule mtu ana kitu fulani. Hata ukiwa ugopa jambo kama hili, ruhusa usitumie maji. Subhanallah, ruhusa pia usitumie maji, lakini katika viungo vinavyodhihirika, yani fi udwin dhahir, katika viungo vinavyodhihirika, si viungo vyote bwana. Yani kwa mfano wewe ukitumia maji kwenye tumbo ndio kutatokea alama fulani, kutatokea rangi fulani, tutakwambia ile si sababu ya kutayamum bwana. Kwa sababu gani? Tumbo si kiungo ambacho chaonekana, sio? Lakini mkono mpaka hapa kwenye kisukusuku, hiki ni kiungo huonekana ghaliban. Mtu akiwa atabeba mizigo, atakunja kanzu ama atakunja ile shati. Uso ni viungo, uso ni kiungo ambacho huwa chaonekana. Tuseme mguu mpaka kwenye muundi, ama mpaka karibu na magoti, ufanya nini? Huonekana sana. Basi ikiwa wewe uogopa kitu kitatokea katika viungo hivi, tutakwambia khalas, ruhusa bwana, usifanye nini? Usitumie maji ile sehemu, wewe nenda toka tano. Angalia, subhanallah, ndio dini yetu. Alhamdulillah, tushukuru bwana Mungu ima ametuongoza tukasilimu, ama ametuumba tukizaliwa tuko katika dini. Alhamdulillah, tushukuru Mungu sana, manake dini zingine maelezo kama haya hawana. Yoyote ambaye ashawahi kuingiliana na hao sio kwa Waislamu atajua maelezo kama haya hata hawanayo kabisa akili. Lakini alhamdulillah dini yetu yani mafunzo kama haya. Kwa hivyo hizi ni sababu ambazo huweza kumruhusu mtu afanye nini? Afanye tayamum. Kuna moja ya mwisho umeghafilika, ni ikiwa ataogopa paralysis. Yani kama kiungo kuwa na baridi, kiungo kuparalyze, kupooza. Ndio kupooza. Mtu aogope kiungo, khalas, mkono haufanyi tena kazi. Yani ukitumia maji, unajua ni mambo ya kidaktari, huwezekana hususan kitambo. Kuna watu labda wana maradhi ambao labda wakati huo hakuna zile dawa za kisasa, basi mtu mara atumie maji, maskini mara kiungo hakifanyi tena kazi, mguu haufanyi tena kazi. Ikiwa waogopa, daktari anakuambia bwana, daktari wa kuaminika anakuambia bwana, wewe kidogo kwa sasa, hebu huu mkono ama hivi vidole usivitie maji, visiguse maji tena, vifinike. Khalas, haina neno, ile ruhusa, wapewa ruhusa. Bali kubwa ni haramu mtu kama yule atumie maji katika hizi sura zote tulizozitaja, isipokuwa ile ya kutokea kwa kitu ambacho chatishatisha. Maana ile kitu kutishatisha, Mwenyezi Mungu yataka wewe uchunge nini? Uzuri wako, sio? Basi wewe mwenyewe ukiamua kuisacrifice, haya. Lakini yale yalobakia, kwa sababu ni madhara katika mwili wako, tunakwambia ni haramu utumie maji. Pale ugonjwa utakuwa mrefu, uchungu utazidi, ama utakufa, ama ogopa kiungo kitapooza, yani kitaparalyze. Haramu utumie maji. Si ati ni ruhusa utayamum, tutakwambia aslan ni haramu utumie maji. Maana Bwana Mtume atuambia la dharara wala dirara katika sheria, la dharara wala dirara, hakuna kujidhuru wala kudhuru mtu mwingine. Haufai, ni haramu mtu kujidhuru. Sisemi bwana mwili wangu nataka mimi, haifai. Mfano ati uende mwambie mtu bwana, hebu nipige ngumi, haramu. Mwambie mtu hebu nitie mamboko, haramu. Yule hatochukulia kisasi. Asili ni kuwa ukimpiga mtu taenda kwa kadhi, pigwe kisasi. Lakini ikiwa wewe mwenyewe umwambie mtu nipige, atakwambia hakuna kisasi, lakini ni haramu umwambie yule akupige. Mwili wangu, mwili si wako asili. Mwili wa Mungu. Mwili si wako. Kama nilivyosema, sisi ni waja hapa. Wewe umeletwa uishi ule muda ambao Mwenyezi Mungu amekuleta. Ametuleta hapa kwa muda fulani, atufanyie ikhtibari, khalas. Hakuna kufanya mambo kama tunavyotaka sisi, la. Falmuhimu, hizi ndo sababu za nini? Za kutayamum, zinazomruhusu mtu atayamum. Miongoni mwa masala muhimu, mtu akitayamum kwa ajili ya baridi, akitayamum kwa ajili ya nini? Baridi. Tumesema huyu mwenye kutayamum kwa ajili ya baridi, ruhusa atayamum
katika hali ambayo atakosa maji ya kuchemsha, ama atakosa yani, na pia akose nguo ambayo ataweza kujifuta ili ule ubaridi ufanye nini, uondoke, sio? Basi mtu kama huyu ambaye atatayamam kwa sababu amekosa kuchemsha maji, amekosa kitu cha kuchemshia maji, akatayamam kwa ajili ya baridi, lazima ile swala alipe baadaye. Ile swala lazima alipe baadaye, lazima atidhi baadaye. Kwa sababu gani? Maulama wasema kwa sababu huu ni udhuru ambao ni nadra sana. Ni nadra kutokea mtu apate kuna baridi na akose chochote cha kuchemshia maji. Mara nyingi hata zile sehemu ambazo ni za baridi kenda hapa Kenya, sehemu ambazo zina baridi, kwa mfano mtu ametoka ameenda camp, utapata wana nini, wanakuni. Kwa hivyo mara nyingi zile sehemu za baridi kuna nini, kuna moto. Kwa hivyo mtu anaweza kufanya nini, kuchemsha maji. Basi maulama wasema kwa hivyo ati uwe sehemu ya baridi na juu yake ukose kitu cha kuchemshia maji, huu ni udhuru ni nadra sana. Kwa hivyo yule mtu ataswali wakati ule kwa kutayamam, lakini baadaye akipata maji na ikiwa hakuna baridi atafanya nini, atakidhi. Sawa. Haya, mtu sasa mwenye jeraha. Sasa tumekuja kwenye masala ambayo yanatokea sana. Mtu ana jeraha kwenye mwili, ikiwa ni katika udhu, tutasema ana jeraha kwenye uso ama mkono, yani vile viungo vya lazima kuosha, sio? Ima kwenye uso au mkono au kichwa kizima au nini, mguu. Maana hivi ndio viungo vya lazima kwenye udhu. Ama ikiwa ni upande wa janaba, tutasema ni mwili mzima. Akiwa na jeraha kokote, kwenye paja, kwenye tumbo, kwenye mgongo, sasa afanye vipi? Amekwenda hospitali, hii ni jeraha, ama amefunga bendeji, mkono umevundika, ni hayo yote ingia katika madhehebu moja. Yani yote ingia chini ya masala haya. Mtu kama huyo atafanyaje? Manake daktari amkwambia bwana hii bendeji usitoe wiki mbili. Mtu amepata accident, nasallallahu salamata wal afya, Mungu atuweke katika afya, sio? Mtu ana bendeji mguuni, mtu ana kidonda mkononi, kidonda usoni, afanye nini? Atatayamam mtu kisha khalas? La, hatatayamam mtu, atatawadha kadri ya uwezo. Kwa mfano kidonda kiko hapa kwenye uso, sawa? Ataosha zile sehemu ambazo hakuna kidonda. Hakuna kusema khalas uso bwana, udhu wangu utoswihi basi sitawadha. Baba, tawadha kadri ya uwezo. Ile sehemu ambayo kuna maradhi ndio ufanye nini, uache. Wao wenyewe wana kaida, maulama wanatuambia dharura, ad-darura ama ad-darurat tuqaddar biqadariha. Dharura hukadiriwa kwa kadiri ile dharura. Wewe bwana kidonda ni hapa, usikaseme sasa khalas bwana tandika ulale, watu kwa ruhusa yote, sitawadhi hata kidogo. Tatawadha ile sehemu unayoweza, kisha ile sehemu ambayo hauwezi sasa, kwa sababu kuna sehemu haijatahirika, badili ya ile sehemu ndio utatayamam. Tuambiane kweli, wangapi wafanya hivyo? Sisi tumeona watu wengi sana wako katika accident, yani wana majeraha. Je, huwa wanaenda wakatayamam baada ya kutawadha? Udhu haujaswihi, hakutayamam, swala pia iswihi. Sasa na lilasaf, yani katika mambo ya kusikitisha zaidi ni kuwa wengi walio katika hali hizi hawaswali. Na ukienda hospitali kumzuru, kimwambia vipi bwana, waweza kuswali? Hapo utarukiwa. Mgonjwa hatawezi kula, wewe hata humuulizi kama yala dawa ama hali chakula. Sasa gani muhimu, kuswali ama kula dawa? Yani kwetu sisi kula chakula, kula dawa ndio muhimu. Yani ndio itoje hali ya jamii zetu, na lazima tutanabahishane, sio? La asli mtu kama yule atatawadha, turudi katika masala yetu, atatawadha kisha atatayamam, kisha ndo ataswali. Wazi? Mwenye kidonda hawezi kwenda tu atawadhe ile sehemu asioshe na aende aswali. La, lazima atawadhe. Mkono huu ndo una jeraha, aitwaje, bendeji, mkono wa kulia umejaa bendeji, mkono mzima tuseme, tutamwambia sawa, wewe osha uso, osha mkono wa kushoto, pangusa kichwa, osha miguu, kisha tayamam. Atatayamam vipi? Uso tu na mkono, hakuna kutayamam sehemu nyingine. Nafikiri tulitoa kisa cha yule sahaba aloenda jangwani akajigaragaza na mchanga. Tukasema alipoenda kwa bwana mtume akamwambia la, ilikuwa ya kutosha, darbatan fil wajhi, kana yakfika darbatun fil wajhi wa darbatun fil yadayn au lil yadayn. Ilikuwa ya kutosha pigo kwenye uso na pigo kwenye nini, yani pigo la mchanga, pige hivi, chukue panguse uso, pigo panguse nini, mikono. Fal muhimu, mtu ana kidonda mguuni afanyeje? Una kidonda mguuni, usiwe na wasiwasi bwana.
Utatawadha wapi? Manake mtu akiona kidonda mguuni atafanya hivi, ataosha uso, aoshe mikono, aoshe kichwa, apanguse kichwa, kisha aoshe miguu ile sehemu ambayo ni safi, yani ambayo haina kidonda. Kisha ile sehemu ambayo ina kidonda sasa badili yake atatayamam. Atatayamam vipi? Uso na mikono tu. Tutakuja kueleza inshallah namna ya kutayamam kiukamilifu. Lakini atatayamam wapi? Kwenye uso na mikono. Lakini kidonda kwa mguuni, sheria Bwana Mtume ametufundisha kuwa hiyo tayamam pale ukipangusa uso na mikono ndio imesimama mahali pa nini? Pa udhu kikamilifu. Wazi? Fa muhimu mtu atatawadha tu, atatayamam kwenye nini? Kwenye uso tu na mikono. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha sasa haya masala haya ni magumu kidogo kihakika. Tukiangalia madhehebu yetu ni mazito, yana taabu, lakini ndio ni madhehebu. Sisi tutasherehesha kisha tutaeleza zile akwali, maana lazima tuende pia na itwaje na hali zetu bwana. Mwanadamu ukimpa akwali ngumu tu kila wakati atashindwa. Almuhimu madhehebu yetu ni hivi: mtu mwenye jeraha kwenye mkono ama kwenye uso, mtu akiwa na jeraha ama ile bendeji kwenye mkono ama kwenye nini? Kwenye uso, mtu kama yule zile swala zote ambazo aliziswali, pamoja na kuwa alitawadha na akatayamam, pamoja na kuwa alitawadha na akafanya nini? Na akatayamam, zile swala zote lazima azilipe. Hakuna story. Zile swala zote lazima afanye nini? Azilipe. Labda tueleze sababu ndio ifahamike, maana hawa maulama huwa hawaji wakaleta mambo kutokana na hawa. Unajua watu wengine huwa wadhani hawa maulama, kusema ukweli, watu wengine wameweka wale wanazuoni kama sisi, kwa yule mwanachuoni yuenda na akili yake ama yuenda na nafsi yake. La, kihakika hawa wanazuoni wameangalia zile dalili sawa sawa. Kwa nini akiwa na bendeji kwenye uso ama mkono ni lazima alipe zile swala? Sisi tumesema ile tayamum ni badili ya nini? Ni badili ya udhu, sio? Tayamum ni badili ya udhu. Kwa hivyo yule mtu akitawadha, udhu haujakamilika kwa sababu ana jeraha kwenye mkono, udhu haujafanya nini? Haujakamilika, sio? Ndio tukamwambia atayamam. Afanye nini? Atayamam, kwa ajili tayamum ni badili ya udhu. Sasa ikiwa ana bendeji mkononi, pia tayamum haitokamilika. Nagas al-badal wal mubdal min. Ile udhu haujakamilika kwa ajili ana jeraha hapa. Kwa hivyo kuna sehemu haikuoshwa. Alipofanya tayamum kuna sehemu pia haikupanguswa kwa sababu kulikuwa na jeraha. Kwa hivyo udhu haujatimia na tayamum haijatimia, lakini tuombe lazima ufanye hivyo ili swala isihi kwanza kwa sasa, kisha baadaye ile ukishatoa ile bendeji ufanye nini? Ukidhi zile swala. Ndio kauli ya nguvu katika madhehebu yetu. Tamam. Hiyo ni ikiwa jeraha iko kwenye mikono ama iko kwenye uso. Ama jeraha ambayo haiko usoni ama mkononi, maulama wamegawanya aina, ama inaweza kuwa hali mbili. Inaweza kuwa ile bendeji imechukua kadri ya kile kidonda. Kwa mfano mtu ana bendeji wapi? Mguuni. Sawa, tabitu tuonyeshe kidogo. Ana bendeji hapa mguuni ama ana kidonda mguuni. Kidonda chenyewe kadri ile dala kubwa ile. Nafikiria sote hapa watu wazima tutakumbuka ile dala kubwa. Kuna ile shilingi 5 kubwa ile. Donda ni kadri ile. Basi akachukua bendeji kadri yake exact. Bendeji imetoshana na nini? Ama ni plaster sijui. Imetoshana na kile kidonda. Akatia. Mtu kama yule atatawadha, kisha ataosha mguu ile sehemu nyingine pale kwenye bendeji hataosha aina nene. Kisha atatayamum. Kutayamum ni vipi? Kwenye uso na mkono. Kwa hivyo tayamum imetimia. Na mashallah bendeji imechukua tu ile sehemu ya lazima, yani sehemu ya kidonda peke yake, sehemu ya dharura peke yake. Basi mtu kama yule tunamwambia zile swala hatolipa. Zile swala halipe. Alhamdulillah. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata kama udhu haujatimia, tayamum imefanya nini? Imetimia. Maana uso na mkono umepangusa sawa sawa kikamilifu. Tumeelewa? Yule wa kwanza mwenye kidonda mkononi, udhu kutimia, tayamum haikutimia. Lakini huyu tayamum imetimia. Na ile bendeji imechukua kadri ya dharura. Sasa basi mtu mwingine ile bendeji inaweza isichukue kadri ya dharura, inaweza iwe pana kuliko kidonda. Yaani bendeji ni kubwa kuliko sehemu ya kidonda. Sasa hapa kuna ishkali. Ishkali yenyewe iko wapi? Mfano kidonda ni ile shilingi 5 ndogo. Sasa kidonda ni kadri ya shilingi 5 ndogo. Bendeji ni kadri ya shilingi 20 ama shilingi 5 kubwa. Ishkali iko wapi? Kuna sehemu chini ya ile bendeji ambayo hakuna kidonda. Kuna sehemu chini ya bendeji ambayo hakuna kidonda. Ingefaa kufanya nini ile sehemu? Ingefaa kuoshwa.
Sasa amefinika yule na bendeji, kuna ishkali ama hakuna ishkali? Sasa maulama wasema mara nyingine ile ni dharura pia. Yaani inaweza kuwa ile bendeji ameiweka kwa sababu angeiweka tu wakati, yani sehemu ya kidonda bendeji isingeshika. Ama ile plaster, unajua plaster itashika, hata ukiweka tu sehemu ya kidonda itashika, lakini bendeji lazima upitishe kidogo ili uifunge. Sio? Yani labda uizungushe kwenye mguu. Sio? Sasa ikiwa ile bendeji imeshika sehemu ambayo ni sahihi, yani imeshika sehemu ambayo hakuna kidonda, lakini kwa ajili ya haja ya kuizuia ile bendeji, kwa ajili ya haja ya kuizuia ile bendeji, basi pale maulama wasema, madhehebu yetu tabani, wasema mtu kama yule wakati wa kuifunga ile bendeji alikuwa na udhu ama hana udhu? Ikiwa alikuwa na udhu, basi baadaye hatokidhi zile swala. Ikiwa alikuwa na udhu, basi zile swala hatofanya nini? Hatokidhi. Lakini ikiwa alikuwa hana udhu, basi zile swala baadaye lazima afanye nini? Aqidhi. Tumeelewana? Tumeelewana? Wakati wa kufunga bendeji, mimi nimeenda hospitali nina jeraha, daktari anataka kunifunga bendeji. Wakati ule wa kufunga, je, mimi ninao udhu? Ikiwa ninao udhu, kisha ndo akafunga bendeji, kisha baada yake sasa ikawa mimi natawadha, nikifika pale naosha, lakini bendeji sigusi, kisha na tayammum kawaida, uso na mikono, basi baadaye sina haja ya kukidhi zile swala, kwa sababu wakati wa kufunga bendeji nilikuwa na udhu kamili. Sawa? Lakini ikiwa wakati wa kufunga bendeji nilikuwa sina udhu, tutakwambia hakuna, lazima ulipe zile swala. Lazima mtu alipe zile swala. Wazi? Hii ni kama ile bendeji imechukua kadri ya haja. Sasa kuna hali nyingine ya mwisho. Mara nyingine bendeji haijachukua kadri ya haja, imechukua kiwango haihitajiki kabisa. Yeye kidonda ni hicho kadri ya shilingi 5, lakini bendeji mashallah imefunika guu zima, na ndio sana, tuambiane ukweli, ndio sana bendeji utaona hilo. Bwana, mbona je nahitaji bendeji yote? Neno ihtiyati haihitajiki, hatuna haja. Yule lazima alipe swala, lazima alipe swala kivovote, lazima alipe swala, lazima alipe swala. Shauri zake, ameweka kwa tahara, hakuweka kwa tahara, shauri zake, lazima yule alifanya nini? Alipe swala. Lakini ndugu zanguni, wazee wangu, hii hakika ni kauli kidogo na uzito, maana mashaikh zetu wakitusomesha sema, wewe fikiria watu wa zama hizi kuswali ile swala ya kawaida mtihani, wewe mwambie uswali hizo swala na baadaye ulipe swala za wiki 2. Si ni mtihani jamani? Swala ya wiki moja hizo swala 35. Swala za wiki 2 ni swala 70. Mwambie mtu alipe. Yeye mwenyewe mtu, yani sisi wenyewe imani ni ile, yani ni muallafat qulubuhum wengi wetu, yani imani zetu ni yani ndogo chache bwana, zataka kutiwa nguvu. Kisha mwambie mtu hivyo, atakwambia wewe keti na fiqh yenu. Falmuhim, baadhi ya maulama ndani ya madhehebu yetu alhamdulillah, al-Imam an-Nawawi asema la, maadamu amefanya bidii, amefanya kadri ya uwezo wake kuswali na ile kadri ya uwezo, ametawadha akatayammum. Hazungumzii yule ambaye hakufanya tayammum, la, ametawadha na ana kidonda kwa mfano mkononi. Tulisema akiwa na kidonda mkononi ama usoni anaqidhi kivovote, iwe kidonda ile bendeji ni ndogo, bendeji ni kubwa, hatuangalie udogo ama ukubwa wa bendeji, ikiwa kwenye uso ama kwenye nini, kwenye mkono. Imam Nawawi asema la, mtu kama huyu madamu amefanya juu chini, ile bendeji imechukua tu kadri ya haja ama kadri ya dharura, akaosha uso, akaosha mkono, kisha akatawadha, akatayammum, mwisho hakuna neno, si lazima afanye nini? Aqidhi. Lakini mtu ambaye ati bendeji lake lilikuwa kubwa na hapo yuhitaji, yule lazima alipe. Yule lazima afanye nini? Alipe. Maana yeye mwenyewe amejitakia, kwa nini umeenda kutafuta bendeji kubwa? Hakuna haja. Wazi? Kiripaka hapa. Sasa baada ya mashaikh zetu walikuwa wakituambia, mkitoka bwana dawa, fundisha watu bwana, mwaweza kuwatajia kauli kama hizi. Lakini kuna watu alhamdulillah, kuna watu katika umma khairi bado iko. Hatuwezi kusema ati khalas hakuna khairi. La, kuna watu khairi, imani sasa. Ukimwambia kuna hii kauli hii na ndio yenye nguvu, na kunao kauli baadhi ya maulama wamechukua, lakini si yenye nguvu. Watu wengine watataka kuchukua hii yenye nguvu. Manake Muislamu ni uzuri afanye kwa ihtiyat, ni uzuri ajitoe katika mitihani. Sisi katika miamala yetu tumetaja mara nyingi, mtu akiwa afanya biashara akiambiwa bwana, angalia biashara hii kidogo kuna uwezekano bwana, hususan labda kuna uchaguzi waja, biashara hii bwana yaweza kuporomoka. Yaweza.
lakini siko sawa. Je, mtu atachukua risk? Kama kuna biashara nyingine zimfanana upande wa natija zimefanana upande wa natija, upande wa profit, ile ambayo kuna risk kubwa atafanya nini? Ataiwacha, ataiepuka. Lakini sisi huko kwenye dini, unajua hili ni kauli dhaifu, madamu iko kauli twende. Kila mtu bwana yeye na Mungu wake ana goli. Yaani utakwenda utaulizwa na Mungu wako. Mashaikh zetu walikuwa wakituambia, watueleza sana, watukumbusha sana, mpaka leo nitoambiwa. Tuambia mtu yoyote asishughulishwe na hizi akwali. Wewe usione mbona maulama hao wanasema hivi, hao wanasema hivi, hao wanasema hivi. Shughulishwa na sababu ya kuchagua kauli uliyoichagua. Umechagua kauli fulani, umechagua kauli fulani, umesikia mwanachuoni fulani anasema hivi, umeichagua ile kauli, jiulize kwa nini nimeichagua ile? Nimeichagua kwa ajili ya dharura ama nimeichagua kwa ajili ya nafsi yangu? Hapo sasa nimeichagua kwa ajili ya dharura, mimi nafungika, nimedhikika, ndo nikatafuta kauli dhaifu ili angaa kidogo, ama mimi nataka kuchukua tu kauli dhaifu kila wakati. Jiangalie. Muislamu hafai kutafuta tu mambo rahisi ndo la. Mtu ajaribu afanye mambo kwa nini? Kwa ihtiyati. Naam. Kwa hiyo hii ni masaili ya kulipa swala. Time imeenda. Subhanallah. Tamam, nafikiri tutakoma hapa. Tutaendelea inshallah. Kuna baadhi ya masaili kidogo, kisha tutaingia katika nguzo za tayammum. Naam, katika madarasa atakayokuja tutakoma hapa, tutasikiza adhana. Kisha baada ya adhana ikiwa kuna maswali tutajaribu kujibu inshallah. Mungu kutupa uhai na uzima. Naam. Na tadhini wasio? Abadi. Dakika 2. Tamam, labda tusikize maswali kama kawaida kisha tutajibu baada. Ni maswali? Hata. Naam, swali. Mgoni. Naam. Nataka usilipe baadaye, ndio vizuri. Mwanamke ajib. Tamam, swali zuri. Yaani mtu ametawadha, kwa kifupi tunaweza kusema bwana mimi ninatawadha, nikatokwa na damu, nikatokwa na usaha, nini hukumu ya ule udhu? Tutaeleza inshallah baada ya adhana. Kuna swali lingine? Khalas, sio sawa? Basi nafikiri ishafika tena. Ishafika. Basi acha tusikize adhana kisha tutani. La tukhlifu al-mi'ad. رب اغفر لي ولوالدي، 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Naam. Nauliza ndugu yetu, mtu sisi tunasema akaenda yule hospitali kabla ya kufunga ile bendeji atawadhe ndio asipate kukidhi. Naam. Sasa lakini ukaenda pale hospitali ukikamuliwa ama kusafishwa utatolewa usaha, utatolewa damu. Vipi na udhu wangu? Naam. Nafikiri wote walobakia tukizungumzia mambo yanayoharibu udhu, nafikiri tunajua mambo yanayoharibu udhu manne tu. Ile siku tulisema ni manne tu, hayazidi. Lakini nafikiri mzee wangu ile siku ulikuwa hujaji, maana ilikuwa baada ya Idi, sio? Ilikuwa baada ya Idi, ile wiki ya kwanza. Nafikiri hukuja hiyo siku. Maana hatukutaja kutokwa na damu ama usaha kuwa huwa yatangua udhu. Alhamdulillah. Kutokwa na damu au kutokwa na usaha hakutangui udhu. Alhamdulillah. Mambo yanayotangua udhu ni kitu kikitoka baina, yani moja katika tupu mbili, moja katika njia mbili, ama iltigao basharati, mtu kugusa mwanamke ama kugusana na mwanamke kwa vipengele ambavyo tumeeleza. Mtu kugusa tupu ama kufanya nini? Kupoteza akili kwa kulala ama kuzimia ama kuwa wazimu. Bas, alhamdulillah. Ama kutokwa na damu ama kutokwa na usaha haitangui nini? Haitangui udhu. Mtu akitoka na damu na usaha ni aoshe tu ile sehemu. Aoshe tu ile sehemu. Alhamdulillah rabbil, ni najisi. Aoshe ile sehemu. Wazi? Kwa hiyo yani ile kutoka na damu na kutoka na usaha si katika mambo ambayo yanaharibu udhu. Udhu uko sawa. Ishkali iko pale sasa, daktari mwanamke, nasi mwanamke. Lakini mara nyingi wamevaa gloves, sio? Mara nyingi wamevaa zile gloves zile za raba. Kwa hivyo alhamdulillah pia khairi. Hautogusana naye moja kwa moja. Ingawa katika baadhi ya miji yani wanazuoni
Sisi tuliambiwa, yani kuna mmoja katika mashaikh zetu kwa huko, kuna mji unaitwa Tarim, alituambia huku ukaenda hospitali ikiwa ni kidonda, kuna baadhi ya madaktari wamesoma, manake wao kule wana ada pale mjini, kuna sehemu madarasa kila siku yako, tena kuna madarasa ya wanafunzi kutoka sehemu zote duniani, toka huku Kenya, toka East Africa kote, toka South Africa, toka Masri, toka Indonesia, toka Syria, wenda kule kusoma, India, Pakistani, wenda kule kusoma. Wana masomo yao toka asubuhi, baada ya alasiri, baada ya magharibi na baada ya isha. Wana masomo yao, lakini pia kuna masomo ya wanamji, wale wanaoishi pale mjini. Wewe wafanya kazi ni daktari, baada ya magharibi kuna nini? Kuna masomo. Mtu atasoma vitabu vya fiqh kutoka cha kwanza na aweza kufika paka minhaji. Yani kule waweza kupata daktari, kwa wanaojua hivi vitabu vya fiqh, waweza kupata daktari yokusomesha ile minhaji kama ambaye ametakharaj university, ametakharaj jamia. Kwa sababu gani? Tangu watoto itwaje wanasomeshwa fiqh hivyo. Basi ikawa tuambiwa utaenda hospitali, ukaenda hospitali fulani, ukimpata daktari fulani, ukitaka kufungua bendeji akuuliza untawadha. Daktari akukumbusha, bwana katawadhe ili nikikufunga hii bendeji baadaye usikidhi. Angalia, kwa sababu watu wasome. Lakini huku kwetu ukimwambia daktari, bwana, daktari wa kike kwa mfano, mwambie bwana usiniguse ninaudhu, atashangaa. Bwana nyinyi watu wa makanzu, nyinyi watia tashdidi, ndio dini. Ingine subhanallah, yani ni khairi Mwenyezi Mungu ameiweka katika umma wake, inshallah Mungu yani ataihifadhi mpaka mwisho. Naam, kuna swali lingine ama خلاص tufunge? Ukatapika, ni vile vile kitapika pia udhu hufanya nini? Hautanguki. Mtu pia akitapika udhu hufanya nini? Hautanguki. Ndio madhehebu yetu, lakini lazima aoshe mdomo, manake matapishi ni najisi, kwa lazima aoshe mdomo. Sio mtu atapika kisha sema udhu hujatanguka bwana. Madhehebu ya Shafi mimi nimesoma bwana. Umesoma madhehebu ya Shafi, lakini mdomo lazima afanye nini? Asafishe, asikutue. Sawa. Na tutanabaisha jambo, kuna baadhi ya madhehebu mtu akitoka na damu udhu umetanguka. Kuna baadhi ya madhehebu mtu akitapika udhu umefanya nini? Umetanguka. Kwa hiyo manake itwaje, ni uzuri mtu kujitoa kwenye khilafu. Si tumesema kabla muda mchache, ni uzuri mtu kufanya mambo kwa ihtiyat. Basi ni sunna katika madhehebu yetu mtu aende akatawadhe baada ya kutapika, ni sunna. Ni sunna katika madhehebu yetu mtu akitoka na damu aende akafanya nini? Akatawadhe, ili utapata wewe katika madhehebu yote swala yako imesihi. Shaona, ni uzuri, ni uzuri. Na kama hakuna swali lingine inaweza kuashiria kwa nini hii khilafu iko, tuseme katika mambo ya kutawadha na nini. Kama hakuna swali, mfikiri mtanipa kuna swali? Ona kwa nini hii khilafu? Kihakika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja mambo yanayotangua udhu. Miongoni mwao alisema mtu ambaye ametokwa na itwaje hewa akatawadhe. Sawa? Imekuja katika hadithi ambaye amekojoa akatawadhe, ambaye ametokwa na haja kubwa akatawadhe. Hizi ni hadithi tatu tofauti tofauti, ambaye ametokwa na hewa, ambaye ametokwa na haja kubwa na haja ndogo. Azakumullah. Bwana Mtume ameamrisha akafanya nini? Akatawadhe. Sasa maulama wakaja wakafanya ijtihadi zao, wakafanya istinbat. Bwana Mtume ametuambia mwenye kutokwa na mkojo, mwenye kutokwa na haja kubwa na mwenye kutokwa na hewa. Madhehebu ya Imam Shafi'i akaja akasema hivi vitu vyote vimetoka wapi? Vimetoka kwenye tupu mbili, vimetoka sehemu moja. Basi vitu vikitoka kwenye hiyo sehemu udhu umetanguka. Akaja Imam al-A'zam rahmatullah alayhi, Imam Abi Hanifa akasema ona hivi vitu vilivyotajwa vote ni najisi. Vote nini? Vote ni najisi. Kwa hiyo najisi yoyote ikitoka mwilini udhu untanguka. Mshaona? Matapishi ni najisi, akasema udhu umetanguka. Damu ni najisi, akasema udhu umetanguka. Lakini madhehebu yetu, angalia, hii yote ni katika kufahamu nasi. Sio mtu amekuja akaleta hukumu kwa akili yake ama kwa hawa yake, la. Yule amefahamu hadithi hivi na huyo kafahamu hadithi hivi, na hawezi kuja mtu zama hizi aseme huyu ndo sahihi na yule amekosa. Haiwezekani. Maulama wana msemo wanasema ikiwa kuna khilafu toka ule wakati wa kina Imam Abi Hanifa na kina Imam Shafi mpaka leo, khilafu ile ni ngumu sana iishe. Maanake kumekuja majabali katika elimu kuliko sisi, na ile khilafu hawakuweza kuitatua. Maanake ukiangalia fikra hii ni sahihi, yani ni fikra.
bwana kweli kama ambaye bwana mtume ameashiria, chochote kinachotoka katika tubu mbili ndio kinachoharibu udhu. Na huyu mwingine atakwambia fikra yangu ni kuwa bwana mtume alikuwa anazungumzia najisi, kwa hiyo najisi zote zinazotoka zinafanya nini? Zatangua udhu wa hakadha. Fal muhimu ni kuwa fahamu zote mbili zinawezekana na hakuna vita, hakuna zita. Kama wanasema mashekhe zetu, hakuna zita. Kutaka kutukua huyu, kutaka kutukua huyu.